michango na maoni na mapendekezo yenu ni muhimu sana kuendelea kuboresha mifumo ya maadili na utendaji kazi wa TRA ili uweze kufikia kiwango cha maadili ambacho kila mlipa kodi na wananchi wa Tanzania wanakitarajia. TRA inafahamu kuwa viongozi wa dini mnao mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya kimaadili. Tunapojipongeza tunapofikia miongo mitatu hii, tunajua mmechukua jukumu kubwa na ambalo linasaidia mafanikio ambayo yapo tunayaona leo. Hivyo ushirikiano kati ya TRA na viongozi wa dini ambao umedumu kwa miongo mitatu bila kurasimishwa, leo nauweka katika msingi rasmi kupitia kongamano hili ambalo linalenga kuimarisha maadili katika ukusanyaji wa kodi. Tunatarajia ushirikiano huu utakuwa daraja muhimu la mawasiliano, ushauri na ushirikishwaji wa wadau katika kuongeza maadili, uwajibikaji na utii wa sheria. Lakini wao wanatakiwa wawe waadilifu. Ukiwa mwadilifu huwezi kukimbia. Ukikosa uadilifu, kaja mtu wa TRA, unapiga simu kwenye duka lako lingine, jamaa wako site, jamaa wanakuja, funga duka. Huo sio uadilifu. Huo sio uadilifu. Na watu waone kwamba ulipaji wa kodi ni ibada na ni jambo la kuwafurahia, yani liwafurahishe kwamba wewe utakwenda peponi kwa kulipa kodi, unatoa haki za watu. Lakini ukijikusanyia tu mali utoe haki za watu, sometimes Mwenyezi Mungu anachukua zile haki kwa njia mbalimbali, mara moto, mara ajali, mara hiki na kile. Watu hawazingatii mambo yote yanayotokea. Haya yanatokea kwa ibra. Nyumba tu inaungua, gari tu linaungua, kitu kadha kina akiendi. Kumbe Mungu sasa anachukua kwa namna anayojua, kwa sababu haki yake haikutoka katika mali hiyo. Kwa jambo hili kila mmoja aone kwamba ni ibada na ni jambo ambalo pia la maridhiano. Sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tuseme kwamba ulipaji wa kodi ni jambo la maridhiano. Uridhie nije kwako, nichukue haki ya Mungu aliyoiweka kwako, haki ya mamlaka iliyowekwa kwako, na wewe pia uridhie kutoa haki hiyo. Tukijua na tukiishi katika sura kama hiyo, kila mmoja atafurahia jambo hili, na TRA haitaonekana kwamba ni jahannam, bali itaonekana ni pepo katika pepo za Mungu, kwa maana watu watapitia hapo kwa kutoa haki zao ili wafikie pale ambapo Mwenyezi Mungu anapapenda na kupariria.